I'm proud of you because you obviously understand what is involved. Ninajivunia wewe kwa sababu unajua ni nini kinaendelea. Ninajivunia wewe kwa sababu unaipenda nchi yako. Ninajivunia wewe kwa sababu umejiandaa kuilinda nchi yako. Ninajivunia wewe kwa sababu umejiandaa vyema kufanya maendeleo katika nchi yako. Hawa ni vijana wa Zambia. Kenneth Kaunda akiwashukuru kwa juhudi zao kubwa kwa kuipenda na kuipambania nchi yao kwa kutambua kile kilichokuwa kinaendelea katika nchi yao. Kenneth Kaunda, maarufu kama KK, alikuwa ni mwanamapinduzi na kiongozi wa kwanza wa Zambia baada ya nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1964. Aliongoza Zambia kwa miaka 27 akiwa kwenye nafasi muhimu katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Safari yake ya kisiasa, changamoto alizokumbana nazo na mchango wake katika bara la Afrika ni mkubwa sana. Licha ya nchi ya Zambia kuwa ni majirani zetu, lakini pia Kenneth Kaunda alikuwa ni rafiki mkubwa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Huwa wanasema jirani yako ni kama ndugu yako, na Mwalimu alimweka Kaunda karibu kama ndugu yake. Uhusiano kati ya Kenneth Kaunda, rais wa kwanza wa Zambia, na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulianza kabla hata ya nchi ya Zambia kupata uhuru. Sote tunafahamu kwamba baada ya nchi yetu kupata uhuru mwaka 61, Nyerere alisema nchi yetu haiwezi kuwa huru kama nchi zingine za Afrika bado zinaendelea kutawaliwa. Kwa hiyo kupitia kauli hiyo alijitoa kwa hali na mali kuzisaidia nchi zingine ambazo zilikuwa bado zinaendelea kushikiliwa chini ya utawala wa kikoloni. Na hapo sasa tutamuona hata Kenneth Kaunda kabla ya kupata uhuru mwaka 1964 alisaidiwa na Mwalimu Nyerere katika kuratibu harakati za kudai uhuru wa nchi yake, msaada wa ushauri. Lakini pia hata tukiangalia baada ya nchi ya Zambia kuweza kupata uhuru, Kenneth Kaunda alishawahi kuzuru Tanzania mwaka 1965. Alishawahi kutembelea nchi ya Tanzania na alikuja Dar es Salaam hapa akafanya kikao na Mwalimu Nyerere, na bila shaka moja ya ajenda pia ilikuwa ni kuona namna gani pia wanaweza wakashirikiana katika masuala ya kiuchumi. Na ndio maana ilipofika mwaka 1968 zilianza sasa zile harakati za ujenzi wa reli ya Tazara, ambayo ilikuwa ni reli, ilikuwa ni kiungo muhimu sana kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi hizi mbili, lakini pia kuimarisha biashara. Kenneth David Kaunda alizaliwa Aprili 28 mwaka 1924 katika eneo la Chinsali kaskazini mwa Zambia, wakati huo ikiitwa Rhodesia ya Kaskazini. Baba yake David Kaunda alikuwa ni mwalimu na mhubiri, huku mama yake akiwa ni mmoja wa walimu wa kwanza wanawake katika nchi hiyo. Malezi haya yalimjenga Kaunda kuwa mpenda elimu na mwenye maadili ya haki na uadilifu. My father was a reverend. Baba yangu alikuwa ni mchungaji na mama yangu alikuwa ni mwalimu. Mama yangu alikuwa akiitwa Helen Tanguela. Hapa palikuwa ni nyumbani kwetu, na baba yangu alikuwa amekuja hapa Northern Rhodesia na alianza kuhubiri na kufundisha, na chifu wa eneo hili alipendelea kile baba yangu alichokuwa akifundisha. Kwa hiyo akamwambia baba yangu, wewe kijana, wewe ni kaka yangu, nataka uende nyumbani kwenu na ukaoe, kisha umlete mkeo hapa na uje kuishi hapa, kisha uendelee kufundisha neno la Mungu. Baba yangu alikubali. Wazazi wangu walitokea sehemu inayoitwa Nyasaland na leo hii ni Malawi, na kuja mpaka hapa Northern Rhodesia. Mimi nilikuwa mtoto wa mwisho kwenye familia yangu. Hawa walikuwa ni wazazi wangu ambao walipenda watu ambao walikuwa wakifanya kazi nao. Those were parents who knew, who loved the people they were working with. Na ukumbuke kwamba hayati Kenneth Kaunda alikuwa ni mtoto, baba yake alikuwa ni
ni mwalimu, lakini alikuwa ni kiongozi wa kiroho. Kwa hiyo alijengwa katika mfumo hiyo ya upendo, mfumo ya kutaka watu waweze kuwa watu ambao hawana hiyo mifumo mibaya ya kinyonyaji, ya kibaguzi. Alisoma katika shule mbalimbali na hatimaye kuwa mwalimu, akifuata nyayo za wazazi wake. Hata hivyo, alitambua kuwa elimu pekee haikuwa suluhisho kwa ukandamizaji wa wakoloni, hivyo akaanza kushiriki katika harakati za kisiasa katika kutafuta uhuru wa watu wa Zambia. Lakini katika miaka ya mwishoni mwa 1940 na 1950, Kaunda alijiunga na vyama vya kisiasa vilivyopinga ukoloni. Alianza kama katibu mkuu wa chama cha African National Congress ANC ya Rhodesia Kaskazini, lakini baadaye alijiengua na kuanzisha chama chake United National Independence Party UNIP mwaka 1959. Kile chama cha Zambian African National Congress kikabadilishwa sasa kulingana zile vuguvugu za utawala wa Mwingereza. Wakaanzisha sasa chama ambacho ndo kilichoipatia uhuru nchi ya Zambia, ambacho kilikuwa kinaitwa United National Independence Party. Yes. Ambacho ndo sasa ndo chama ambacho kilichoipa uhuru nchi ya Zambia mnamo Oktoba 24 mwaka 1964. Zambia ni nchi ambayo kihistoria imetawaliwa kwa kipindi kirefu sana na utawala wa Uingereza. Kwa maana Mwingereza ametawala nchi ya Zambia kuanzia miaka 1888 mpaka mwaka 1964. Kwa maana hiyo tutaona sasa ni kipindi kirefu sana nchi ya Zambia ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni. Kupitia UNIP, Kaunda aliongoza harakati kali dhidi ya utawala wa kikoloni, akihamasisha wananchi kwa njia ya amani na maandamano. Mwaka 1964 Zambia ilipata uhuru na Kaunda akawa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Akiwa rais, Kaunda alikumbana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uchumi wa nchi changa, kupambana na umasikini, kusaidia harakati za ukombozi wa nchi jirani kama Zimbabwe, Angola na Afrika ya Kusini. Mfumo alioujenga mpya, maana kabla ya uhuru nchi ya Zambia ambayo ilikuwa Northern Rhodesia ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, na utawala wa kikoloni huo ulikuwa ni utawala wa kinyonyaji ambao umejenga mifumo ya kimatabaka, mifumo ya kiunyonyaji, mifumo ambayo haizingatii mfumo wa haki za binadamu. Kwa hiyo baada ya kupata uhuru aliona majirani zake, nchi ambazo zilikuwa zinamzunguka, nchi ya Zimbabwe, Southern Rhodesia, lakini nchi ya Afrika Kusini ambayo zilikuwa zina hiyo mifumo bado inaendelea ya kinyonyaji, mifumo ya kibaguzi. Watu wanabaguana kwa misingi ya rangi. Kwa hiyo ndio ikawa msingi wa yeye kuhakikisha kwamba anaweka nguvu zote, anaweka rasilimali zake kila namna nchi yake inaweza ikapata matatizo mbalimbali kulingana na hatua ambazo alikuwa, lakini aliamua kuhatarisha nchi yake kuhakikisha kwamba anapambana dhidi ya mifumo hiyo ya nchi ambazo zilikuwa zinamzunguka. Kwa hiyo utaona pia mmoja ya hatari kubwa ambazo alikumbana nazo ni pamoja na miundombinu yake ambayo ilikuwa ikielekea katika hizo nchi iliweza kuhujumiwa, na yeye aliweza kushambuliwa mara kwa mara na vibaraka na wanajeshi wa hizo nchi ambazo zilikuwa zinamzunguka. Lakini ikumbukwe kwamba hii ilikuwa ni Rhodesia ya Kaskazini, kwa maana hiyo hapa palikuwa na ubaguzi wa rangi. Lakini Kaunda alihakikisha anawaweka watu wa Zambia pamoja katika upendo na mshikamano ili kuwa kirusi cha ubaguzi wa rangi.
na kwa kufanya hivyo Kaunda alifanikiwa vema. Kwa kuangalia katika maeneo ambayo sasa yeye katika sera zake alikuwa anaangalia nini. Aliangalia kwamba ndani ya nchi ile ambayo upande mmoja kulikuwa na hawa makaburu ambao bado walikuwa wanapenya, na ili kuweza kuweka umoja wa nchi ya Zambia. Kwa hiyo yeye aliangalia vitu kadhaa. Moja, aliangalia umoja, kuhakikisha kwamba umoja wa Zambia unakuwepo. Swala la kuvumiliana, sawa, kumbuke kwamba sasa ili uweze kuendelea na sera za Zambia na kuweza kutoka kwenye sera za makaburu ili uingie katika kupigania na kupata uhuru, lazima uwe na jinsi gani ya kuvumiliana, na pia ndani ya kuvumiliana lazima pawe na upendo. Kwa hiyo haya mambo matatu aliweka katika sera zake, na hizi ndizo ambazo zilimfanya hata akaweza kutawala katika kipindi chote ambacho katika uongozi wake mpaka alipofikia mwaka 1991. Nathubutu kusema kilichosaidia nchi za Afrika kupata uhuru wake ni silaha kubwa ambayo Mwalimu Nyerere na wenzake waliitumia, ambayo ilikuwa ni nguvu ya hoja. Nguvu ya hoja ilikuwa ni silaha kubwa ambayo hata Kenneth Kaunda aliitumia na kuweza kuwaweka watu wa Zambia pamoja na kuondoa ubaguzi wa rangi. Tunajua haya matatizo haya yameletwa na wakoloni, sawa, lakini huwezi kuyamaliza kwa kuendelea kulaumu tu. Lazima utafute njia ya kuyaondoa. Kwa hiyo akaandika pepa. Mkienda foreign kama mnaweza kuipata pepa yenyewe inasema argue, don't shout. Na ilikuwa ukiingia foreign lazima upewe ile, toa hoja, sio kwenda kupiga kelele. Na ndiyo ilikuwa msingi wa Mwalimu. Yeye alikuwa akiona anatoa hoja, na waliokuwa anapambana naye zaidi ilikuwa wapambana naye kwa hoja. Lakini Mwalimu na wengine wenzake kama kina Kaunda, Serese kama, ilikuwa ni ile nguvu ya hoja. Mwalimu yeye alikuwa sio mtu wa kwenda kutukana watu. Akiwa na jambo lake atatoa hoja, na ndio msingi tuliokuwa tukifuata. Ukienda Umoja wa Mataifa, kwa kawaida kila mwaka walipokuwa wanafanya mikutano hii, ilikuwa hotuba ya Tanzania ilikuwa inakwenda kwa hoja. Mnafanya utafiti, mnakwenda kwa hoja. Hotuba ya Mwalimu ya mwaka 70 pale UN, yani iliwashangaza wengi. Yeye alizungumzia mambo mawili tu. Alitumia muda kusifu kazi za Secretariat ya Umoja wa Mataifa, kwamba Secretariat imefanya kazi nzuri, matatizo yanayotokea kwa kiwango kikubwa hayatokani na Secretariat, inatokana na wanachama wa UN. Lakini sehemu kubwa iliyobaki alizungumzia Afrika Kusini tu. Kwa hiyo alitoa hoja hizo, na ndio ilikuwa inakuwa kama mwongozo. Badala ya kusema labda utie paragrafu 2-3 unazungumzia Afrika Kusini kisha uende uzungumzie mambo mengine sehemu nyingine, yalifanya ile. Na ile msimamo wake wa hoja ndio hasa kuna wakati Smith inasemekana alisema, alimkarakterize Mwalimu akasema the evil genius. Ndiye aliyomwita Smith. Ilikuwa hivyo kwamba wanaona ni genius huyo, yani akitoa hoja ile, na ndio ilikuwa inasaidia, kwa sababu kisha itoa ndio unatoa mwongozo, hata wanaotaka kusaidia wanajua namna ya kusaidia. Vile vile
aliunda klabu muhimu ili waweze kujadili kisawasawa jinsi ya kupata maendeleo na jinsi ya kusaidia kupata uhuru wa nchi nyingine za Afrika. Na klabu hiyo ilimhusu yeye mwenyewe, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Milton Obote. Hata hivyo, baadaye mmoja wa klabu hii alipinduliwa madarakani na hapa akabaki yeye na Mwalimu Nyerere. Siku zikazidi kwenda na ndipo akafanikiwa kupata mwanachama mwingine ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa Botswana. Klabu hii ikaendelea kukua na baadaye ikazaa SADC ambayo tunayo mpaka leo. Mulungushi Club. Mulungushi Club ilikuwa ni jukwaa ambalo lilihusisha nchi tatu. Lilihusisha kiongozi huyu Kenneth Kaunda, lakini ikahusisha Mwalimu Nyerere ambaye wakati huo alikuwa ni rais wa Tanzania, lakini ikahusisha na Milton Obote ambaye alikuwa ni rais wa Uganda. Kwa ilikuwa ni jukwaa ambalo ilikuwa wanapanga mikakati namna gani washirikiane kusaidia mataifa mengine ambayo yalikuwa bado hajapata uhuru. Kwa hiyo jukwaa ambalo liliwaweka pamoja, liliunganisha nguvu kuhakikisha kwamba ajenda ya ukombozi basi wao wanaweza kushiriki moja kwa moja kwa kushirikiana na kusaidia Waafrika wengine ambao walikuwa bado hawajapata uhuru. Na Mulungushi ni moja ya eneo lililoko kule Zambia. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo huyu kiongozi alikuwa serious hata kutoa hilo jina la Mulungushi, kwamba hiyo ni klabu ya Mulungushi ambayo itawaunganisha hawa viongozi kuhakikisha kwamba wanapushi hiyo ajenda ya ukombozi wa nchi ambazo zilikuwa bado hazipata uhuru. Lakini Mulungushi Club baadaye baada ya Obote kupinduliwa na kiongozi mwingine kushika hatamu ya nchi ya Uganda, ilibadilika sasa. Akaingia Botswana. Zikabaki nchi tatu vile vile, lakini Uganda ikaweza kutoka katika hiyo jukwaa. Lakini hapo haikuitwa tena Mulungushi, ilikuja kuitwa Frontline State, nchi za mstari wa mbele katika ukombozi, ambapo zilianza nchi tatu, ambapo hiyo ni Uganda, ni Zambia chini ya hayati Kaunda, lakini Tanzania chini ya hayati Mwalimu Nyerere, lakini na Botswana chini ya hayati Sweti Sekama. Kwa hiyo ikawa ni jukwaa la kuendeleza yale malengo ya Mulungushi ambayo ilikuwa ni kusaidia kuunganisha nguvu katika kusaidia harakati za ukombozi wa nchi ambazo zilikuwa hazijapata uhuru. Misaada ya kisiasa, kidiplomasia, misaada ya kijeshi, misaada ya kifedha. Katika miaka ya 1970, Kaunda alifanya Zambia kuwa nchi ya chama kimoja, hali iliyoleta ukosoaji mkubwa. Lakini kufikia miaka 1990, kutokana na shinikizo ndani na nje, alikubali kurejesha mfumo wa vyama vingi. Na hadi kufikia mwaka 1991 aliposhindwa katika uchaguzi dhidi ya Frederick Chiluba, alikubali matokeo kwa amani, hatua iliyoonyesha ukomavu wa kisiasa. Lakini mazingira yalifanya hayo yatokee. Tunachomwona KK ni kwamba baada ya mabadiliko yale alikubali na akaendelea kwamba haya ni matokeo yameshatokea ya kisiasa, basi yeye akasimama pembeni akakubali matokeo. Tunaiona Zambia ikaendelea mpaka wakabadilishana uongozi hapa na pale. Kwa hiyo simuoni KK kama ni mtu aliyehamaki sana, lakini alikubali matokeo na akakubali huo mfumo wa vyama vingi na nchi ikaweza kuendelea na ikasimama kama taifa la Zambia. Lakini mwaka 1980 miaka ya 80 akarudisha ule mfumo wa vyama vingi. Na kurudisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1991 kukawa kuna uchaguzi mkuu. Na katika uchaguzi mkuu tukaona na chama chake nacho kikaingia katika ule uchaguzi wa kupata rais na wawakilishi mbalimbali, mabunge na wawakilishi mbalimbali katika
utekelezaji wa majukumu ya serikali. Lakini kwa bahati mbaya katika uchaguzi ule tuliona chama chake hakuweza kupata ushindi, na ushindi ulipatikana kwa chama kingine cha upinzani ambacho kilikuwa kikiongozwa na Mzee Chiluba. Lakini baada ya kiongozi mpya kuingia madarakani, aliweza kumshtaki hayati Kaunda kwa kosa la uhaini, kuweza kumfunga gerezani. We appreciate their concern about Dr. Kaunda, who was our leader during the liberation time. Tunashukuru kuhusu Dr. Kaunda ambaye alikuwa kiongozi wetu wakati wa ukombozi. Zambia hatuwezi kuchukua kutoka kwake. Hali hii ya dharura kwa umma ni kwamba namsikiliza mzee wangu na wakuu wanasema kuwa nimtoe gerezani. Kwa hivyo niliita mkutano wa baraza la mawaziri na nikawaambia, sisi tumekubaliana kuwa mzee Dr. Kaunda, sisi tumekubaliana kuwa tutamweka nje ya gereza, tutamhamisha kutoka hapo na kumweka katika kizuizi cha nje katika nyumba yake mwenyewe, ili mke wake asiwe na ugumu wa kumuona kaka yangu mzee Dr. Kaunda. Kwa hiyo atawekwa kizuizini katika nyumba yake mwenyewe, lakini kuna masharti ya kizuizi hiki. Natumai atatoa ushirikiano wake kwa hilo, kwa sababu ikiwa hataweza atatulazimisha kumrudisha mahali anapofikiria kuwepo. And I hope he cooperates, because if he doesn't, we may be compelled to take him back to where he thinks he must stay. Kitendo kile kilipelekea sauti za jumuiya ya kimataifa zilipazwa kwelikweli kwamba kiongozi huyo ni kiongozi ambaye hawezi kutendewa mambo kama hayo. Amefanya mambo makubwa katika bara la Afrika, amefanya mambo makubwa katika nchi ya Zambia mpaka imepata uhuru. Hawezi kutendewa vile ambavyo ametendewa. Na harakati hizo za jumuiya ya kimataifa pia ziliongozwa pamoja na Mwalimu Nyerere ambaye alikwenda mpaka kumtembelea gerezani na akaweza kupaza sauti, na sauti zao ziliweza kusikika na hatimaye aliweza kutolewa kutoka gerezani. Alikuwa pia mmoja wa viongozi wa jumuiya ya nchi zisizofungamana na upande wowote, yani non-aligned movement, na alihamasisha mshikamano wa Afrika kupitia Umoja wa Afrika, na kipindi hicho ukiitwa OAU ambayo kwa sasa ni AU. Baada ya kuondoka madarakani, Kaunda alijikita katika harakati za kupambana na ukimwi na kusaidia masuala ya kijamii. Alifanya kazi na mashirika mbalimbali ya kimataifa kuhamasisha afya bora na elimu barani Afrika. Mnamo Juni 17 mwaka 2021, Kenneth Kaunda alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 97. Kifo chake kilihitimisha enzi ya mmoja wa viongozi wa kwanza wa Afrika huru, lakini urithi wake unaendelea kuishi kupitia historia ya Zambia na bara la Afrika kwa ujumla. Kenneth Kaunda alibeba ndoto za Zambia huru na kuipigania kwa moyo wake wote. Ingawa uongozi wake ulikuwa na changamoto, mchango wake katika kuimarisha mshikamano wa Kiafrika na kuleta mabadiliko ya kidemokrasia unamfanya kuwa mmoja wa viongozi wa kihistoria wa Afrika. Leo anaheshimiwa kama baba wa taifa la Zambia na mmoja wa mashujaa wa uhuru wa Afrika. Huyu alikuwa ni mtoto wa Afrika.